nitahakikisha wote nawamaliza, wote nawaua. Hichi si ndo kilikuwa kinakutia jeuri? Sasa nimekukomesha, yaani na bado utaisoma namba. Wife. Mimi ndo natoka. Sawa. Sawa. Lakini mbona uko hivyo? Unajua? Naelewa ni jinsi gani unajisikia mke wangu. Najua kabisa. Ni jinsi gani ambavyo unaumia kutokana na situation ambayo tunakutana nayo. Lakini mimi naamini kila kitu ambacho kinamtokea binadamu, Mungu ana makusudi yake. Na kwenye hili jambo, Mungu kuna mpango mkubwa umepanga kwa ajili yetu. Na anaamini tunaweza kuumudu. Kwa naamini kila kitu kitaisha. Upasi kuwa hivyo, upasi kuwa unalia, upasi kuwa una mawazo, upasi kuwa una huzuni kila wakati. Ukiendelea hivyo, maana yake utakuwa sasa unamkufuru Mungu. Maana unamkosoa kile ambacho amepanga kukutendea wewe, wewe unaona kama anakuonea.
Hebu nisikilize kipenzi changu, wakati wa Mungu ukifika sahihi utapata tu mtoto, wala usijali. Alafu kitu cha kushukuru Mungu, uko na mimi, mwanaume ambaye anakupenda, mwanaume ambaye anakujali. Sijali tunapitia magumu gani, lakini upendo wangu haujawahi kupungua hata kwa theluthi. Nataka ushukuru. Najua unanipenda tena sana, lakini sitachoka. Najua mume wangu natamani sana mtoto, na tena unatamani hata kuona ukiwa unacheza naye humu ndani, lakini itatendeka lini? Kila ninapojaribu kubeba ujauzito unaharibika. Mke wangu, nawezaje kukuchoka? Wakati nakuwa niliapa nikisema kwamba tutapendana kwenye shida na raha. Sasa wahi kwenye shida nianze kukuacha? Nikwambie kitu, sifikirii wala siwazi kukuacha. Nakupenda. Tatizo lako ni tatizo langu, shida yako ni shida yangu. Mimi naamini one day tutapata mtoto, wala siwazi. Na ndio maana sijawahi kukaa na mawazo nikaumiza kichwa. Naamini kila kitu ambacho kimepangwa kwetu kina makusudi yake. Usichojua nakupenda sana. Sasa mimi natoka, lakini nataka uwe na furaha. Niambie, nikuletee zawadi gani? Yote. Nakwambia kitu, unatakiwa kutabasamu bwana. Unajua siku yote unaanza nyumbani, hasa kwa mke wako. Unapoondoka asubuhi ukaona mke wako ametabasamu, hata kwenye kutafuta riziki kwako utakuwa ni kuzuri zaidi. Lakini nikitoka hapa nikaona umekasirika, una huzuni, amini siku yangu pia hizo kuwa nzuri. Changamka bwana. Okay, ushinde salama. Sawa? Madam, nimekuletea juisi ya rosea. Ni nzuri na itakuongezea damu kwa haraka. Asante. Lakini umejuaje kama anahitaji juisi ya kuongeza damu? Au shemeji yako alikwambia? Hapana, nimejua tu. Sawa. Madam, dunia ina mambo mengi. Kuna wakati natamani uone nayoona mimi. Nifungue macho nione? Yaani nione nini? Hamna. Niko jikoni.
Wewe mtoto. Hebu nyamaza. Vipi, kwa nini umelala usiku huu hapa? Mamangu kaniacha mamangu. Kakukimbia? Ani amekukimbiaje yani? Na imekuwaje mpaka umejilaza hapa? Nilipanda gari. Mama kanikimbia. Basi. Vipi, nyumbani hapa kumbuka? Sipajui kabisa. Tulipanda gari, sipajui mama. Basi. Namtaka mama. Basi. Msaidie kumpata mama wangu. Sawa, basi. Simama. Kwa hiyo unataka kuniambia nyumbani upakumbuki kabisa? Sipajui kabisa mimi. Futa machozi. Sasikia, mimi nitakuchukua leo ukalale nyumbani kwangu ili kesho tujue namna gani ya kumpata mama yako, sawa? Pole. Tuna nyumbani. Kunywa. 1, 2, 3, 4, 5. Madam, mbona nyingi sana hivi? Ukitia uongo. Cheers. Okay. Shikamoo. Marahaba. Mama wangu, huyu mtoto vipi? Kwa mazingira ambayo nimemkuta huyo mtoto, hata ungekuwa ni wewe ungetamani kumsaidia. Unajua wakati narudi hapo geti namba 7, ile jumba bovu la pembeni ile, nimemkuta mtoto kalala pale. Sasa najiuliza mtoto usiku anafanya nini? Kusogea kumwangalia, ni mtoto wa kike. Namuuliza mama yako yuko wapi, analia tu sababu mama yake kamwacha. Sasa nikaona kiubinadamu tu nimsaidie, kwa sababu kwa usiku huu kwa mtoto wa kike pale unaweza wakauni wakamfanya kitu chochote kibaya. Kwa ndio maana nimemchukua ili apate kujistiri angalau usiku mmoja, afu tujue tunafanyaje. Ila mume wangu amefanya kitu cha hatari sana. Inakuwaje kama akipata matatizo na sisi ndo tupo naye humu ndani? Mungu tu atasaidia. Kiukweli ni jambo la hatari, lakini kwa sababu ya mazingira niliyomkuta imenisukuma kumsaidia. Mimi naona ni bora tumstiri leo apumzike, alafu kesho tutaenda kwa mjumbe na kwa mwenyekiti ili kutoa taarifa, ili akiwa anaendelea kuwepo hapa huku nikifuata process kwa ajili ya kumpata mama yake mzazi. Okay, sawa. Haina shida. Sawa. Husna. Mchukue mtoto umpeleke ndani ukamwogeshe, then umpe chakula. Sawa.
Kuna shida gani? Unaanza kuwa mwigizaji ni Swiss. Au sijali wengine jamani, walikuwa kama wamechanganyikiwa. Tatizo wako leo unambana sana. Mtoto wa kike kashakuwa, ndio mwingine utakuwa umwache. Unaweza kaa jichekechekete kumbe kuna vitu tayari vishatoka vinamsumbua. Hamna bana. Nitahakikisha wote nawamaliza, wote nawaua. Umeniona eh? Umeniona?